Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa YouTube ni Aznas Media. Tafadhali subscribe, comment, like na kushare. Katika mitandao yetu ya kijamii ni Aznas_media. Bwana everybody, mambo vipi Tanzania? Hii hapa ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the baddest right here. Ni presenter starring Nyamwezi Lilobaki mjini. Of course, unajiuliza ni nini ambacho kinaendelea, lakini hii ni miaka 30 ya Bongo Flava ambayo inafanyika hapa Hayat Regency hapa Dar es Salaam of course. Na kama unavyoona nyuma yangu kuna picha ambazo zipo, picha nyingi za kutosha, na hawa ni wasanii ambao wameuheshimisha huu muziki wa Bongo Flava hadi leo inafika miaka 30 na kuendelea kama hivi ambavyo unaona. Kwa huko ndani wapo celebrities ambao ni brothers, brother kwa heshima yako kaka. Anaitwa Sogi Dogi Anta. Wao ni kati ya brothers ambao wameushape muziki wa Bongo Flava hadi ukafika hapa ulipo. Mwanzo ulikuwa kama muziki wa kiuni, but this time around imekuja kuwa biashara and things zina move. Of course, Aznas tumefika hapa ili tuweze kuwaona mabrother na kujua kile ambacho wanaendelea nacho. Of course, leo ilikuwa ni press conference na zoezi zima litafanyika tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini huu hapa mchakato wa kuwaheshimisha wasanii na magwiji wa Bongo Flava unaendelea throughout the year. Nyimbo imetoka, tutaiona, na of course tunaendelea kupiga nao story huko ndani. Utaona kama unavyoona mabango, kama unavyoziona hizi picha, namuona Domo Kaya, Kalapina, P1 Black, Chidi Benz, wote ambao wameweza kuishape hii hapa tasnia ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Twenzetu. Yes, hapa ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the baddest, presenter starring Nyamwezi Lilobaki mjini. Hii ni katika press conference ya kuelekea katika maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava hapa Tanzania. Magwiji kibao walikuwepo hapa. Wale ambao walifanya ile kalamu ambayo unaiandikia sasa hivi inatoa wino. Yawezekana hawa ndio waliutia ule wino kwenye hiyo kalamu ambayo leo hii unaona inaandika na kuchora sana. In front of you anaitwa my brother Domo Kaya, si ndio? Bwana Domo Kaya, brother, mimi nimefurahi sana kukutana na wewe. Kwanza umependeza, kwanza hongera sana, nianzie hapo. Ngoma ngumu kupendeza vitu vyetu sisi. Sawa sana kaka. Yes man, asante bwana. Asante sana. Bwana, hii ni miaka 30 ya Bongo Flava. Tunaelekea maadhimisho yake tarehe 10 Julai, si ndio? Ndio. Una nini cha kuambia hawa vijana ambao wanaofanya muziki wa Bongo Flava na wanauchukulia kama masiara wakati nyinyi mlikaa chini mkatuliza vitu, mkafanya mambo, mkaweka plans mpaka tuweze kuona hivi ambavyo upo leo? Kwanza kuchukulia kitu ambacho unakifanya kijujuu, obviously wale ambao wanaenda kula hiyo bidhaa nao wataichukulia hivyo ambavyo chochote ukikipa ukubwa, ukipa nafasi yake kwa ukubwa, basi kitakuwa kikubwa na chenyewe kitakuonyesha thamani yake. Kwa hiyo wasichukulie poa kila wanachokifanya, kwa maana wanapokaa chini kuandika, kupoteza ule muda wao upotezi, ni kwamba wameinvest muda wao na wanautumia vizuri. Yaani kama unavyoona lecturer anaandaa material kwenda kuwalisha wanafunzi chuo, basi ndio hivyo ambavyo unavyoandaa ile mashairi kwenda kuwalisha jamii yako au your fans. Kwa hiyo wasichukulie kwa mazingira madogo, wachukulie kwa ukubwa huo, wachukulie kwa ukubwa wanachokifanya, ili kikawape thamani ya hicho, kionyeshe hiyo thamani yake. Hawezi kuwa yes. Bwana, katika miaka hii hapa jambo ni kwa ajili ya kuwaheshimisha wenye Bongo Flava yao. Na maana wale magwiji wote wa Bongo Flava wote ambao wameushape hapa muziki ni kwa ajili ya kuwaheshimisha. Sasa ili wazo unalionaje? Umelichukuliaje ile hapa wazo la kukusanya kwa pamoja, kuiambia Tanzania na ulimwengu kwamba bwana, kuna watu walianzisha hii Bongo Flava sasa hivi ni miaka 30. Sasa hili wazo kwa upande wako umelionaje? Wewe kama Domo Kaya kwa upande wako kwanza. Mimi hili wazo kwanza naona limechelewa, lakini ni wazo zuri na ni wazo very unique, na nimpongera sana Madi kwa kuja na wazo kubwa ambao limezaa kitu kama hichi. Leo hii kuna watu walimiss kuona wakina Domo Kaya, wakina Soma G wameonekana hapa, kuwaona wakina watu wengi ambao pengine walikopata wengine hata wameacha kurelease mangoma. Kwa hiyo kuna watu wanatamani bado kuona, wengine walikuwa wadogo, they are heroes, wanaona bana, mbona tuwaone tena
washikaji wako wapi, hawajui hata walienda wapi wengine. Kwa hiyo hichi kitu kwanza ni kikubwa, na kuwaheshimisha wakongwe kwenye events kama hizi ni kitu ambacho kina thamani kubwa, kwa sababu sisi tulionyesha kitu. Yes, hawa waliofuata wenyewe naweza kusema mara nyingi na naweza nikaangalia kwa picha mimi naiona, like hata wasanii ambao wako sasa hivi wengi unakuta wanafanya muziki ya kucopy style za muziki ya nchi zingine, kwa sababu hawa ambao walikuwa wameanzisha hichi kitu walikuwa waonekani sana. Ina maana wale kama mlikopi mwanzo wakati wapo, sasa wakiwa waachima ngoma wapo tena mnakopi wapi? Kwa hiyo wanakuta unakuta wanakopi, utaona Nigeria huko watakopi, watakuta sijui South Africa watakopi, lakini ina maana watu hii inatapita kwamba sisi tulikuwa tuendelee kufanya, kwa sababu tulichokuwa tunakifanya ni kitu kizuri na kitu kikubwa, na ndio maana kiweza kuzalisha wasanii wapya leo. Kwa hiyo hatukutakiwa kuacha, hata kama hatujaacha basi pengine support ilikuwa haipo kati ya kwa wakongwe kama ambavyo wanastahili. Kwa hiyo nadhani hili jambo linaenda kurudisha ile heshima ambayo wakongwe wanastahili na waonyeshe, sababu ukizingatia kila mkongwe ana flavor tofauti, watu hawafanani, na ile ndio mimi nasema ndio flavor yenyewe inatokana kwenye neno la bongo flavor. Yes, mimi binafsi ndio naona kwa maono hayo. Kwa hiyo hili jukwaa ni jukwaa kubwa, na big up sana kwa Madi, na tuendelee kufanya na wanangu kama naweza kuwatia moyo wakongwe, tukafanye kila ambacho kinatarajiwa. Bwana, thanks for your time bro. Tegemea nini mwaka huu kutoka kwa Madomo Kaya? Madomo Kaya kila siku mimi mawe yanakuja, na so far nina stock ya kutosha. Kwa hiyo it's all about time tu. Ikifika muda wa kuachia tutaachia mawe kama kawaida. Asante sana. Nak Digala fellow Madomo Kaya. Bye bye for now. Piga kodi 2 na che 1 Digala. Aznas Media.